Yes, habari yako ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Top 5. Tunashukuru Mungu mara tena tumepewa neema na nafasi ya kipekee ya kuongea na watumishi wa Mwenyezi Mungu, na hapa tuko kanisani. Tumekuwa na huduma fulani ambayo ni semina, sijui tuseme ni ibada. Watakwenda kutuelezea watumishi ambao tumekutana nao hapa kwenye shughuli hii. Mimi ni wako Hope Mall na tumekuja kuzungumzia juu ya tukio au kile ambacho kimeweza kuendelea hapa ambacho nimeshindwa kukiita kama ni semina au ibada kawaida, na hivi karibuni tunakwenda kuzungumza nao ambao wamekuwa ni walengwa au waandaaji au wale ambao wamekiweka kitu hichi kuweza kuishi au kuja kwa siku ya leo. Na mara moja tujielekeze kwa ndugu yetu, alafu tutaenda kwa baba yetu hapa, na mwisho tunamalizia kwa ndugu hapa ambao ni watumishi katika Kristo. Habari yako ndugu? Salama salama. Mzima wa afya? Ndio. Asante sana. Tukufahamu? Kwa majina naitwa Mwinjilisi Nabii Rumwagira Shigamwami. Mimi ni kiongozi wa Spreading God's Word Through Songs Ministry hapa nchini Malawi. Asante sana. Tuweze kumfahamu baba yetu hapa. Na mimi naitwa kwa jina la mchungaji Delege Kabulimo, na hapa tuko kwenye semina yetu ya Moroko ya siku mbili. Leo tunashukuru kwa kukaribisha mtumishi wa Mungu Rumwagira. Mungu bariki siwe tu leo na kesho tena. Amen. Basi nyingine wakitualika tutafika kabisa. Amen. Tunashukuru baba, pia aweze kujitambulisha. Asante sana. Asante ndugu mpendwa. Mimi kwa majina naitwa Missionary Juma Kamangu Moses. Niko chini ya uongozi ya Veroko Ministries International kutoka Marekani, kwa baba yetu Pastor Bill Crenshaw, na chini ya uongozi pia wa baba yetu hapo Uganda Mtane Songa, akiwa mimi ni mwakilishi hapa nchini Malawi. Na shukuru Mungu sana zaidi kuona ndugu, leo tulikuwa na semina na tumefika mwisho kumalizia. Tulianza tangu jana semina yetu ya Veroko Ministries International, tukialikwa na ndugu Rumwagira, mtumishi wa Mungu ambaye ni evangelist. Mungu ambariki sana na yote mpitika salama kweli. Amen. Tunashukuru hao wamekuwa ni watumishi wa Mungu kutoka Malawi, na tumekuwa na semina pamoja nao kwa ajili ya kuadhimisha kile ambacho Mungu ameweza kutaka tuweze kupata siku ya leo. Ndugu Rumwagira, tujielekeze kwako hasa, maana umekuwa ni role model au umekuwa ni kipaumbele cha semina hii ambayo tumefuata siku ya leo. Ni nini hasa kiliweza kuleta ushawishi au mawazo gani yaliweza kutokea kwa ajili ya kuandaa kitu kama na hiki ambacho kimehusisha watumishi wa Mungu kuweza kuwajibika leo? Kitu ambacho au msukumo ambao tulipokea kusema kwamba hiki kitu kikamilike ni maono kutoka kwa Mungu. Mungu alitupaga maono kusema kwamba sisi ni wayumbe wake na ni lazima tufanye kazi kwa kasi kubwa sana, kwa maana injili kuna sehemu bado inahitajika. Tukapewa hiyo maono, tukaipokea, tukasema kwamba kazi ya Mungu si lazima uipuuzie au uwe mzembe katika kazi ya Mungu. Lazima tukapiga mbio kusema kwamba kazi hii ifanyike. Ndipo tukapata kukutanana na wandugu ambao wa Veroko International Ministry ambao wanasema kwamba no place left. Wakasikia maoni yetu, nao wakatukubalia kusema kwamba tutakuwa pamoja nanyi katika jambo lolote. Asante. Tunashukuru. Semina hii imeandaliwa na Spreading God's Word Ministry. Je, jina hili ni la kikanisa au ni wahudumu wa kanisa au ni shirika tu ambalo limejisimamia kwa ajili ya kufanya huduma hii ya kuspread neno la Mungu? Ni shirika tu linalojisimamia. Na limekuja hapa kambini kwetu Dzaleka mnamo muda gani au limekuwa na muda gani sasa hivi? Liko miaka, lilianza hapo mwaka wa 2024. Lilikuwa lingali linatengeneza misingi yake, na kwa sasa mwaka huu ndo imepewa kibali na Mungu kusema kwamba shirika hili moja kwa moja litambulike na lienee kote duniani. Na tuko na branch mbili, kuna yenye iko Kongo na ingine iko Uganda.
Watumishi ambao tumekusanyika nao au tuko nao mahali hapa, mchungaji akiwemo pia msimamizi wa ministry, ni watumishi ambao wanasimamia matawi yenu ya Spring God's Words Ministry, au ni watumishi wametoka sehemu mbalimbali wamealikwa kwenye semina hii? Ni watumishi kutoka sehemu mbalimbali, hususana wao ni kama vile wababa ambao wanaona sema kwamba hatutaacha watoto waende peke yao bila wazazi, na ndio maana wakasema kwamba acha tusapoti. Wao ni shirika kusapoti shirika nyingine. Asante sana baba mchungaji, tujielekeze kwako mara tena. Bwana Yesu asifiwe. Umetumika kama nani au ni nini hasa ulichokifanyizia kazi kwenye semina hii ya siku ya leo, au ni nini ulichokipokea kwenye semina siku ya leo? Kwenye semina ya leo tumefurahi sana kwa sababu tumeona ndani ya shirika mwenzetu ameomba msaada na watu, kwa sababu ya upovu wao wa kambini walikuwa na ile nia ya kusapoti kazi ya Mungu, lakini upovu wao ni mdogo sana. Lakini naweza kusema kwamba kama kuna wengine ambao wako na ile shauku, wako nje ya Afrika, wanapenda kusapoti maono kusudi songe mbele kwa ajili ya mayatima na wajane na wasiojiweza, inaweza kuwa vizuri sana pamoja na kuomba Mungu. Asante sana. Umetumika kama mwalimu, ni kipi ambacho Mungu amekifunua kwa watu ili uweze kukifundisha au kukiwakilisha? Kitu ambacho nimekiona kweli, tumefundisha kuhusu roho wa Mungu, watu kuwa na upendo, watu kujua kumsifu Mungu, watu kujua kusaidiana katika safari ya kwenda mbingu kimwili na kiroho. Hasa wakati tunafundisha kiroho pasipokuwa kimwili, vitu vinaharibika. Ndio maana support ni nzuri sana kuonekana kusudi injili isonge mbele. Baba yetu kutoka ministry ya international ambayo ni Rock Ministry, ni kitu gani hasa kimekuwa ni mchango mkubwa kutoka kwenu kushirikiana au kilichohusisha semina hii? Asante sana ndugu mpendwa, Mungu akubariki sana. Kwa kweli katika sisi shirika letu, mimi kama kiongozi wa The Rock Ministries International kama coordinator hapa Malawi, niliweza kuona kuwa na majozi mingi sana zaidi ndani rohoni mwangu kumuona ndugu kijana wetu au kijana wangu Mwagira Shikamwami akiwa na maono ya mbali sana zaidi kwa ajili ya kazi za Mungu. Lakini alipoleta habari hiyo ya kuweza kutafuta partnership au shirika pamoja na The Rock Ministries International, nikaona kuwa niko na machozi mingi ndani katika roho yangu. Nikaanza kuona kwamba nitafanyaje ili makusudi ndugu nimshike mkono kijana, kwa sababu mtu anapokuwa na maono ya kuona mbali lazima umsaidie, umshike mkono ili muinue katika hali ya uwepo wa neno la Mungu ambao anataka afikie, umfikisha katika lengo lake ili aifikie sehemu anayotaka kuifikia. Mimi nikaona kwamba ndani katika hali ya maisha yake ni lazima ni mtu ambaye anahitajika ili makusudi aweze kushikiliwa mkono ili makusudi ainuliwe, na ndio maana nimeweza kuamua mimi kama kiongozi kuleta msaada kidogo ambayo imetoka kwenye ukuu viongozi wangu wanaosimamia kwa ngazi ya juu kwenye huko Marekani, kwenye Pastor Bill Crenshaw na ndugu Witanesonga kwa Uganda. Tukaweza kupiga hodi ili makusudi tumsaidie ndugu kumshika mkono. Kweli tuliweza kufanya hiyo hatua mpaka unaona leo hivi tumemshika mkono kumsaidia ili semina yetu ipitikane. Semina yetu ya siku ya leo ilikuwa siku nzuri sana, siku njema, na tumefanya siku mbili, jana na pia na leo. Na katika semina mimi naweza nikasema kama kiongozi wa The Rock Ministries International hapa nchini Malawi, ni kusema kwamba sitamwachilia ndugu kumshika mkono, tutaendelea kumshika mkono. Na katika semina yetu tuliweza kufundisha watu, tulifurahi, watu walikuja kwa wengi na wakapatikana watu wengi sana zaidi. Kwa hiyo kwa kusema kwamba kumalizia, ni kusema kwamba wenye kuweza kuwa wakiwa nje, naweza nikaomba kwamba wamshike mkono kijana huu kwa maono ambayo nayo, wasimwachilie sana kuweza kumpush, yani wampush. Ninaposema kumpush ni kumshika mkono ili kumuinua katika ile maono ambayo wanayo ya kuendelesha kazi ya Mungu na mbele, kusaidia wajane, yatima, walemavu na wasiojiweza, ili makusudi ndugu katika organization yake ambayo wanayo iendelee mbele. Asante, Mungu akubariki.
Asante sana ndugu Rumwagira, kabla tujamaliza yale ambayo tumeyazungumza, tumeona kwenye bango ambazo zimekuwa zikitawanywa kwa ajili ya semina hii akihusishwa na mtumishi mzungu au kutoka nchi yetu ya Marekani. Je, mtumishi huyo amewasili au tumekuwa naye kwenye semina hiyo au labda amezuilika? Kulingana na gisi huyu mzungu ambaye ni Pastor Bill Crenshaw Marekani hakuhudhuria kulingana na gisi situation ambayo iko Mwafrika ya ugonjwa wa Ebola, ndo ikatumana kwamba hawakufika, lakini tunaamini kwamba ujio mwingine ambao maandalizi mengine ambayo yatakuwa pia atakuwa. Asante. Asante sana. Ni eneo gani hasa umezilenga pia tofauti na huduma hii ya semina kwenye shirika hili la huduma ya kutawanya neno la Mungu? Tunamaanisha kwamba kuna eneo lingine ambao kuna mambo mengine ambayo mnayalenga shirika la kutawanya neno ambayo mnajua kwamba tutaweza kufanya hili na hili na hili tofauti na hili tulilofanya siku ya leo? Ndio. Kuna maandalizi makubwa ambayo tunayo moyo wa kuomba, kwa maana tuna changamoto ambayo niliweza kufunuliwa ambayo inasema kwamba nyimbo ni nini, kwa nini tuimbe na kwa nani tunamuimbia. Na hiyo changamoto nikaona kwamba moja kwa moja baada ya kuipewa nikasema ifaniziwe kazi, na ndio maana ninaombi na moyo wa ombi kusema hiki kilichofanyika leo pakipatikana wengine kana kwamba tuone gisi kitapita vizuri na kwa ubora wa hali ya juu ili kuendeleza kazi ya Mungu. Asante. Tunashukuru sana. Kuna namna tunaweza kufahamu kupatikana kwa huduma ya kutawanya neno la Mungu kuna kuwaje, au mnapatikana namna gani? Nambari zenu, anwani zenu, ofisi yenu, pengine kuna namna ule anaweza kuwa ameguswa, ameona maono yoyote au anachangizo kimawazo, anaweza kuwafikia namna gani? Ndio, anaweza kutufikia kupitia namba ya simu alama ya kujumulisha 265 98 21 35 75 4 265 98 21 35 75 4. Au kwenye email unaweza kuandike shigamwami@gmail.com au andike email ya shirika letu Spreading God's Word Through Song Ministry@gmail.com. Asante. Tunashukuru sana na tunafurahi sana. Tujui kama baba au kuna mtu ana neno la mwisho la kuambia jamii ili tuweze kubana kikomo cha maongezi yetu hapa. Nikusema tu tunashukuru kwa kila msikilizaji asikilize na kujibu kwake kutakuwa kwa maana na kufanya geste ionekane na ni ya maana. Usione na ukae kimya, itakuwa kama vile utusupport kwa maombi, kwa pesa, kwa maono, na Mungu atasaidia. Asante. Asante sana. Ndio ndugu, Mungu akubariki sana. Ndio kwa kweli, na mimi pia upande wangu, mimi kama kiongozi wa No Place Left The Rock Ministries International hapa nchini Malawi kama coordinator, na endelea kuhimiza pia watu wote ambao ni wasikilizaji ambao wanaweza wakasikie vyema kuweza support yako, support yetu, support ya kila mtu ni ya muhimu sana kwa ndugu Rumwagira Shigamwami kwa ajili ya maono ambayo anayo ya kuendelesha kuweza kujiendeza kabisa, kuendelesha mbele kazi za Mungu. Na kwa hiyo ninatoa shukrani zangu na moyo wa dhati kabisa wa shukrani kwa ndugu msikilizaji ambayo uko unatusikiliza na kutufuata kwa muda kama huu, kusema kwamba ndugu huyu kwa kweli kwa kutupokea alivyotupokea vyema sisi organization ya The Rock Ministries International kuweza kupokea na kufanya huduma hapa mahali alipo, sio kama vile meshi hapa tu, ila nafasi zingine pia tutaendelea. Na kwa ndugu pia Pastor Bill Crenshaw, nashukuru pia kwa msaada ambao aliweza kutoa kwa ajili ya kusaidia ndugu kwa kusupport kazi ya ndugu Rumwagira kwa maono yake. Na ndugu Witane Songa kutoka Uganda, namshukuru sana tena sana kwa kutuinua na kutufanya kuwa tuweze kuwa mahali tulipo. Ndugu Rumwagira, nashukuru sana kwa maandalizi yako yote, umeandaa vyema na Mungu akubariki sana, akuinue zaidi. Asante. Asante. Asante.
Hii ni yako Top 5, endelea kuungana nasi ili upate taarifa zetu kamili na za zaidi. Tunashukuru sana. Asante.